swala la kuidharau mahakama. Mahakama gani itakuwepo? Yani tabaki na kuvaa suti tu hapa na kuitwa mheshimiwa jaji watu waheshimiki. Na niombe jamii ya wananchi wa Tanzania ambao nawajua mimi. Hii dunia hii. Kuna kitu ukisoma kwenye katiba, kuna kitu kinaitwa maadili ya jamii. Hivi mwae kusoma ibara 19 ya katiba, ibara ndogo ya 3 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inazungumza juu ya inazungumza juu ya nini hapa? Inazungumza juu ya maadili ya jamii, ambapo inasema kwamba hifadhi ya haki zilizotajwa katika ibara hii itakuwa chini ya taratibu zilizowekwa na sheria ambazo ni muhimu katika jamii ya kidemokrasia kwa ajili ya usalama wa jamii, amani katika jamii, maadili ya jamii na umoja wa kitaifa. Maadili ya jamii ninyi mwae kuona yamekuwa defined popote pale. Je, ndio hizo mila na desturi za wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Je, ni yale yaliyoorodheshwa kwenye ibara ya 6 mpaka ya 11 ya katiba? Je, ni zile haki za msingi na wajibu ulioko kwenye ibara ya 12 ya katiba mpaka ibara 29? Maadili ya jamii. Kwa hiyo niombeeni sana, hili mlisimamia, kila mmoja awajibike kwa sehemu yake, kwa sababu kutakuwa na sanctions. Mahakamani ni sehemu, shughuli za mahakama zinazoenda kufanyika, court business zinapofanyika pale, ambayo ni kusikiliza mashauri na kufanya maamuzi. Sio sehemu ya usikilizaji wa hadhara. Mnielewe vizuri, ninyi mawakili wa pande zote mbili ambao kwa muda sasa mmekuwa passive. Mahakama kwa kutumia jina la mheshimiwa inadharauliwa na ninyi mko tu pale. Hamwajibishani na you become yourself redundant. Kama wewe mwenyewe unaenda kwenye sehemu ambayo haiheshimiki, wewe mwenyewe kama alivyosema mheshimiwa Masabu, si na wewe mwenyewe unakuwa huheshimiki. Kwa hiyo ninyi ndio mna wajibu wa kuitetea hii kitu. Mahakamani ni sehemu ambako usikilizwaji wa mashauri mbalimbali unakofanyika. Na kwa sababu ni sehemu la kusikiliza mashauri na ili kutoa maamuzi ya haki, kuna taratibu zake na heshima na procedure, ndio maana mmeweka haya mambo. Mahakama sio sehemu ya usikilizwaji usikilizaji wa hadhara, public hearing. Mahakamani sio sehemu ya public hearing. Ni open court lakini sio public hearing. There is rules that regulate that proceeding there. Sasa mnanielewa jamani? Kwa hiyo wanaotaka kulazimisha kuingia mahakamani wakati hata space haitoshi, nao wajiangalie tena. Na wala hatuwezi kudai sijui live streaming, live broadcasting, sijui na vitu gani. Hivi kwa akili yenu hii nchi na fedha za kumtangaza? Mimi nikishtakiwa pale mnitangaze. Akishtakiwa huyu atangazwe live. Sio bure, live. Mimi nikienda kupanda train ile SGR naenda Dar es Salaam mnitangaze live. Hivi ni nani ni bora kuliko mwingine hapa? Hata tafasiri yenyewe tu haiko sawa. Kwa sababu ibara ya 18 ya katiba inachoeleza ni haki ya kupewa taarifa. Inasema hivi: kila mtu, nitasoma D, anayo haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi, na pia kuhusu masuala muhimu kwa jamii. Kupewa taarifa sio kutangazwa wakati wote. Unatangazwa wakati wote maana yake ni nini? Yaani sasa hivi hapa sisi ingekuwa live streaming au live broadcasting, tukitembea kutoka hapa kwenda hapo ofisini kwetu tunatangazwa. Huyo mtu akutupiga picha mwenyewe atakuwa yuko wapi? Alafu kuna watu hapo wanatoka ofisi sijui wakili mkuu wa serikali, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, wamenyamaza tu, haya wayasemi. Sisi mpaka huko mahakamani ndio tuje tuseme. Na vitu vyenyewe ni vya kisheria tu. Na uoga wenu unajua. He the so called the right to free speech. There's no freedom, there's right which is so much absolute. Na ndio maana skimu ya katiba yetu ni haki za msingi na wajibu. Sitaki kuwafundisha ninyi wanasheria, someni katiba ibara 29 ile inasema nini, ibara 30 inasema nini.
Kwa hiyo una haki lakini una wajibu. Una haki ya kuenjoy hizo haki zako. So long as also you have not infringed upon haki na ya mtu mwingine. Free speech ambayo inatufanya tusiheshimu hata watu wazima, tusiheshimu hata viongozi. Hii kacha wapi hii? Tunataka kama magaidi, maana magaidi haheshimu wenzao, yanaua tu. Yaani ukishafikia hatua mtu kama wa Afrika sisi nisimheshimu mheshimiwa Jaji Mwarija. Mimi ni jaji mkuu, lakini kwa umri wake nampa shikamoo. Kuna majaji ninawapa mimi shikamoo, wengine wamenifundisha kazi nilipoanza kazi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Wako hapa kote kwa pili. Right to free speech. Alafu sisi hawa Jumamosi na Jumapili tuko kanisani, tunasoma ile habari ya amri sijui ya 8 usiseme uongo. Alafu kutwa nzima tuko kwenye mitandao tunatangaza uongo ambao utasababisha taifa lisitawalike. Sisi huku mahakamani mkiwaleta, tutaangalia ule ushahidi jinsi ulivyo. Hatutaogopa kufanya maamuzi, kwa sababu ndicho kiapo chetu. Tutafanya maamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano na mila na desturi, bila hofu, huba, chuki wala woga. Na ndio maana unapozungumza juu ya haki, haki maana yake ni nini? Haki ni uamuzi unaofanya kwa kuzingatia katiba na sheria kwa mujibu wa ushahidi ulioletwa mahakamani. Ndio ibara ya 107 Capital B. Na mamlaka yetu yameelezwa kwenye ibara ya 107 Capital A kwamba ndio kauli ya mwisho, mamlaka ya mwisho ya utoaji haki. Mamlaka yenye kauli ya mwisho katika utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba kuongezea, mamlaka hayo yanashehenezwa na kuimarishwa na tunapokuwa tunafanya maamuzi kwa maslahi ya haki. Ukisoma ile katiba inazungumza juu maslahi ya haki, maslahi ya umma, maslahi ya taifa. Kwa hiyo mamlaka tulionayo yanatokana na uwezo wetu wa kufanya maamuzi kwa maslahi ya haki, kwa kuzingatia maslahi ya haki. Our capacity, our power lies in our ability to take or to make decisions in the interest of justice. Na ukisha kuwa na interest of justice, ndio utarudi tena kwenye ibara 107 Capital A sub article 2 E. Ukisema uitumie statement yake ile baadaye kudefeat credibility ya ushahidi wake, wakisema kwamba nini sasa mmeshafundishwa au nao usema na ujua hapo mmeshafundishwa, au the judge will reconcile it. Sisi hatutaenda na experience zile principle na sheria tulizoziweka za msingi za kuimarisha upatikanaji wa haki. There is no way you can do away with the procedure altogether. But vitu vidogo vidogo vile mingine wanalaji hapo wanaposidi wao wenyewe wanasema kuna shida hapa. Na mimi naomba Tanganyika Law Society na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kama kuna kanuni hazitusaidii hapa, leteni mapendekezo. Tanganyika Law Society, kama kuna sheria haziendi vizuri kwenye dispensation ya justice, walikini watu wengine wazima katiba na sheria wakae wafikirie. Lakini kuna viliko technicalities vingine havina akili nzuri. Vile ndivyo tunavyosema we should not detain us. Sababu mwongozo wa maslahi ya haki uko kwenye katiba. Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Nini mna jukumu lile la chini ya ibara 59 Capital B? 59 Capital B. Nini mna jukumu pale? Ambapo mkurugenzi wa mashtaka anakuwa huru. Katika ibara ndogo ya ile nasema, katika kutekeleza mamlaka yake mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru hata ingiwa na mtu yeyote au na mamlaka yoyote, na atazingatia mambo yafuatayo: A, nia ya kutenda haki; B,
kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki, na si maslahi ya umma. Yale yanayozungumzwa hapa na viongozi kuyazingatie. Huu ndio mwongozo wenu ni ya kutenda haki. Tuishi hivi vitu. Kuna maisha baada ya hapa. Baada ya utumishi wa umma kuna maisha. Kabla tujaenda huko tunakoenda kuna maisha. Mheshimiwa Jaji hapa anazungumza, kesi anasikiliza, anafikia mwisho, mnaita nole prosecute. Mnamkamata huyu mtu na sheria inasema mkimrudisha siku hiyo iendelee, kwa sababu ni discontinuation. Iendelee pale ilipoishia, iendelee. Kwenye hili mimi nakiri, sisi wenyewe mahakamani tumekuwa wazembe wa kuenforce kile kifungu kwa sababu kiko wazi. Mbona mimi kwangu walikuwa hawaleti, yani nilikuwa nayakataa. Hawa tusiwaendekeze. Hatuwezi kwenye justice jamani. Justice. Alafu Mungu huwa ni rafiki wa watu wanaotenda haki. Alafu hapendi kabisa wale waonevu. Hata kuwajibisha tu, hata ukiwa unatembea unaitwa mheshimiwa nani. Sisi wenyewe tusigeuke kuwa Mungu. Yaani tumefikia hatua, mimi ndio nimesikia haya, kwamba hamtaki kesi sikilizwe mapema kwa sababu eti huyu mtu ataachiliwa mapema sijui nini. Wewe umekuwa Mungu. Alafu kila siku nakuona unaenda kanisani Jumamosi, Jumapili. Ninyi mkuu mjuu kuna kitu kilikuwa kinaitwa miji ya makimbilio. Ambaye aliwa bila kukusudia alikimbia mbio ili asilipizwe kisasi. Anaenda mpaka kule kwenye ule mji. Akifika kule anakaa. Akishaingia kule, wewe unayemfukuza muue, uwezi kumgusa. Kesi itasikilizwa, akithibitishwa kweli huyu aliwa bila kukusudia. Yule bwana atakaa pale. Atafanya akiwa huru, anafanya shughuli zote. Haya magereza hayo mnaosema magereza haya. Hapo ndipo alipotoka. Ilikuwa sehemu ya kwa reform. Alafu baadaye narudi kwao. Mimi ninachojua, mtu anayefanya kosa kubwa kama kuua ana lifetime punishment, yani sentence yake ni lifetime. Ndio maana mimi nilikuwa hapa hakimu hapa na jaji na hukumu hapa. Mtu ameshaua mkewe, kaua mtoto, kaua baba, ameoa mdogo wake, kaka yake, ameoa dada yake, ameoa mtu, anakimbia mwenyewe anaenda polisi anajisalimisha nimeua. Na hawa jamaa wanamchaji sijui na mada, hata kama ushahidi ni manslaughter. Kwanza anzeni kusitaki watu kwa manslaughter moja kwa moja. Tunataka kupunguza haya makesi. Ushahidi wenyewe ni wa mada, ni wa manslaughter. Mnafungua charge ya mada. Kwa nini? Kwani mtu anakukataza kwamba ufungue information ya manslaughter moja kwa moja? Kama mlikuwa mnafanya, kama mlikuwa mfanye, fanyeni. Sisi tutabadilisha hiyo sheria ya Magistrate Court Act. Haya mashauri ya manslaughter yatasikilizwa na mahakama ya mkoa. Hatuwezi watu tuwe na nini na nini. Yaani mtu akiua ukaona akaenda kwa polisi akajisalimisha, akasema niliua lakini ni kwa bahati mbaya, sijui nimfumania ugoni, sijui alinitukana whatever, akatoka pale kapelekwa kwa hakimu, akaandika extrajudicial statement, na kosa analostakiwa nalo adhabu yake ni kifo kwa kunyongwa. Huyo mtu ameshajuta, ameshajifunza. Mnataka ajifunze namna gani? Alafu nani aliyesema makosa ni ya kuua tu? Huko virushwa tunavyochukua huko. Alafu anayechukua rushwa ndo anamemngangania. Hii tutaimaliza. Hii tutaimaliza. Mimi sikuandika ile dira, imesema tumejawa uzembe, tumejaa na rushwa na kutokuwajibika. Yaani tumeshafikia hatua hiyo. Mimi natambua reform na juhudi kubwa zinazofanywa na mkurugenzi wa mashtaka wa sasa na timu yake. Lakini tunataka mbadilike kifikira. Sisi huku hatutaikondoni ile. Na tunakuja na reform nyingi mpaka no stone will be left unturned. Tufike tunakotaka kwenda. Yale yaliyoko ndani ya uwezo wetu sisi kama binadamu, Mungu ametuintazi tutekeleze haki, tuyatekeleze. Yale yanayotushinda sisi wenyewe hatuwezi kujifanya ni Mungu. Na ndio maana nasema tumefuga kwa sababu ya kuendekeza mambo haya, sijui polisi anafanyaje na pia wanafanyaje. Tumebreed uhalifu, ndio maana makosa yanaendelea kwa sababu yule mhalifu hawajibiki. Na kesi nyingine upelelezi unaendelea tu. Kwa sababu wakimpeleka huko mahakamani ushahidi haupo. Hizi kanuni itakuja kwa this gonna be the mass of all criminal justice reforms in this nation. Kuleta usawa.
before the law. Kwa hiyo niombeni sana, hatuwezi sisi kusukumwa na vitu vingine vyovyote. Alafu mmebuni kitu gani hicho mnasema kauli mbiu yenu? Mfungwa au ni kitu gani? Wamesemaje mama? Mmesemaje kumfungwa au kuwafanyaje? Kama mkurugenzi. Sasa kama ni kufungwa au kuachiwa, mbona mnaleta vitu ambavyo sivyo? Kwa nini hamtaki kama kuachiwa achiliwe mapema? Alafu ni ubunifu gani? Ninyi mkisha toka kwenye katiba na sheria mtafambo. Katiba imesema ninyi mtaongozwa na nia ya kutenda haki, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki na maslahi ya umma. Yaishini hayo. Tuna mashauri na ninaombe mawakili Tanganyika Law Society, niwaombeni sana. Naibu mwanasheria mkuu wa serikali ametushauri vizuri hapa. Sisi katika kukuza uchumi na biashara, kama nilivyosema asubuhi, tumekuwa na utaratibu wa kushughulikia baadhi ya mashauri haya kuya fast track. Kwa mfano zile commercial cases, tukaanzisha mahakama mahususi ya mashauri ya biashara. Lakini pia tunaangalia pia na usuluhishi. Tunayo mashauri ya kodi huku kwenye mahakama ya rufaa, mashauri ya migogoro ya kibenki, mikopo. Haya tutaendelea kuyashughulikia kwa namna ambayo tunayapatia kipaumbele ili yamalizike mapema. Niwaombe kuwashauri. Nadhani Mheshimiwa Majaji Masabu amewashauri hapa alipokuwa analejea zile kanuni. Kesi nyingine ni za kumalizana tu, kuelewana. Kama kesi ni ya kushauriana, wamalizane kwa suluhu, wamalizane tu. Sisi kwenye mahakama ya rufani hatujaweka kanuni ya usuluhishi na hatutakaa tufanye kusuluhisha. Lakini mtu akija, parties wakija, wakasema sisi waheshimiwa majaji tunaomba hili leo tusiendelee, twende tumalizane, tumeshaanza mazungumzo, sisi tunashangilia. Kwa sababu pia ni maelekezo ya kikatiba kukuza na kuendeleza usuluhishi baina ya watu wanaohusika kwenye migogoro. Ibara ya 107 Capital A Sabbatical 2D. Tuwaombe, tekelezeni wajibu wenu kwa ufanisi kwenye eneo hili. Ninyi ni watu ambao ni very competent. Mkiona kesi yenyewe wanaweza kumalizana amicably kidogo, washauri tu jamani, ili tuelewane tu hapa. Tuzingatie zile kanuni. Na sambamba na hilo, ikiwa hiki kesi huku inasubiri kusikilizwa, mashauri yote haya ya kodi, ya commercial, ya kibenki, huko wananchi wameanza kushauriana wao wenyewe kwamba yamalize. Ninyi ambao ni parties kwenye hizo kesi, mawakili, mtujulishe basi huku mahakamani kwamba jamani, wateja wetu sisi wana negotiate. Ili kesi hiyo tusipange kwenye session ikaenda kuchukua nafasi ya mtu mwingine. Ila tutawataka mkimaliza mtuletee taarifa kwamba tumeelewana. Kama mnakuja kurekodi deed of sijui kitu gani pale, au vyovyote vile wavyo mnaweza kumesha file deed of settlement kwenu huko mmemalizana, sisi mnaiondoa sawa, but mtujulishe. Hiyo fanyeni. Lakini mwanasheria mkuu wa serikali tumemshauri asubuhi,